Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi leo, ikiwa ni Juni 18 ya mwaka 2025. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu ketie mahali pasiri juu mbinguni. Jina lako takatifu litukuzwe sana. Ninakushukuru kwa sababu ya wema wako na ulinzi wako katika maisha yetu. Ninasema asante kwa namna ambavyo umemlinda kila mmoja wetu. Asubuhi ya leo tumekuja kwako tukiomba utusamehe uovu wetu. Na ikiwa wako ambao ni wagonjwa katikati yetu, fanya uponyaji kwao sawa na mapenzi yako. Ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Ninakushukuru kwa maana fadhili zako ni za milele. Na alika uwepo wako uende pamoja nasi tunapojifunza somo hili katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema kwa vifungo vya huruma ya kibinadamu. Imejengeka katika kitabu cha Yohana sura ile ya 4 aya 7. Neno la Mungu linasema, akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe. Yesu hakumpita mwanadamu yeyote kama asiye na thamani, bali alitafuta kutumia dawa ya uponyaji kwa kila roho. Alipojikuta katika kundi lolote, alitoa somo linalolingana na wakati na mazingira. Kila kupuuza au matusi yaliyooneshwa na wanadamu kwa wanadamu wenzao yalimfanya tu yeye kufahamu zaidi hitaji lao la huruma yake ya kibinadamu ya namna ya Mungu. Alitafuta kuwatia moyo kwa tumaini wale waliokuwa wakali na wasio na matumaini, akiweka mbele yao uhakikisho kwamba wangeweza kuwa watu wasio na lawama na wasio na madhara, wakipata tabia ambayo ingewadhihirisha kama watoto wa Mungu. Japokuwa alikuwa Myahudi, Yesu alichangamana kwa uhuru na Wasamaria, akipuuza desturi za kifarisayo za taifa lake. Licha ya chuki zao, alikubali ukarimu wa watu hawa waliodharauliwa. Alilala nao chini ya dari zao, akala nao mezani mwao, akishiriki chakula kilichoandaliwa na kutengwa mezani kwa mikono yao. Alifundisha katika mitaa yao na kuwatendea kwa wema na kwa ungwana mkuu. Na alipoivuta mioyo yao kwake kwa vifungo vya huruma ya kibinadamu, neema yake ya namna ya Mungu iliwaletea wokovu ambao Wayahudi waliukataa. Kristo hapuuzii fursa yoyote ya kuihubiri injili ya wokovu. Hebu sikiliza maneno yake ya ajabu aliyomwambia yule mwanamke Msamaria. Alikuwa ameketi katika kisima cha Yakobo wakati mwanamke alipokuja ili kuteka maji. Kwa mshangao alimwomba kitu. Nipe maji ninywe, alisema. Alitaka kuweka mazingira sawa na alitamani kufungua njia ambapo angeweza kumpatia mwanamke huyu maji ya uzima. Imekuwaje? Alisema mwanamke. Wewe Myahudi kutaka maji kutoka kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Yesu akajibu, kama ungaliijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungalimwomba yeye, naye angalikupa maji yaliyo hai. Yohana 4 aya 7 hadi 10. Ni kwa jinsi gani Yesu alionyesha kupendezwa na huyu mwanamke? Jinsi gani maneno yake yalikuwa ya bidii na ushawishi. Mwanamke huyu alipoyasikia, aliuacha mtungi wake na kwenda mjini, akiwaambia rafiki zake, njoni, mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, haimkini huyu kuwa ndiye Kristo? Tulisoma kwamba katika mji ule wa Samaria wengi walimwamini. Aya 29 na 39. Na ni nani anayeweza kukadiria ushawishi ambao maneno haya yameutoa kwa ajili ya kuokoa roho katika miaka ambayo imepita tangu wakati huo? Popote ambapo mioyo inafunguliwa ili kuupokea ukweli, Yesu yuko tayari kuifundisha. Anawafunulia Baba na huduma inayokubalika kwake yeye asomaye moyo. Kwa hao hatumii mifano. Kwa hao, kama kwa mwanamke kisimani, anawaambia,
mimi ninayesema nawe ndiye. The Ministry of Healing, ukurasa 25 hadi 28. Hii ni Juni 18 mwaka 2025, tukijifunza mada isemayo kwa vifungo vya huruma ya kibinadamu. Na kwa nukta hiyo ndio tutakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.